Salama kabisa, nimerudi tena leo bwana. Asante bwana, hii kitu bwana ni watu hawajui tu duniani, wanajiuliza sana, si ndio? Mambo ya mwanzo. Yani huu Ulanzi ni kinywaji ambacho ni kizuri sana, hakina makemikali, ni cha asili, si ndio? Na hakipatikani sehemu kubwa, ni Tanzania tu ndio wanaokifahamu hiki. Mataifa mengine wafanye nini? Hawakifahamu. Serikali yetu ingekuwa kama inaweza Shala mzee. Una muda gani unagema? Mwaka wa pili unagema. Na huaga unauza Ulanzi? Wa kunywa tu wewe mwenyewe. Na unajua babangu mzazi pia anagema. Alikuwa mfanyakazi wa serikali lakini baadaye akastaafu, lakini alilishwaga na mzee wake. Mzee wake alikuwa anaishi hapo Lungemba, si unafahamu alikuwa anaishi hapo Lungemba, then alikuwa anagema, alimfundisha kugema. Na mpaka leo anagema. Muda mwingine alikuwa anagema anauza, muda mwingine anagema anakunywa na marafiki. So nikiona hivi unagema na hisi ni ujuzi mzuri sana wa kulisi. Una mtoto wote aliyelisi hii kazi? Ni wewe mwenyewe. So unajua ubaya wake utakuja kuwa ni nini? Wewe ikitokea umetoweka duniani, si ndio? Na huu ujuzi kwenye ukoo wako au familia yako utakuwa umefanya nini? Umepotea, si ndio? Utakuwa umefanya umepotea kabisa yani. Natamani angalau tuone namna. So umesema wewe ni kwa ajili ya kunywa tu? Mimi zaidi sawa, ni mchache. Kwa sababu ni mchache. Ila uaga unafanya kazi za kulima. Kwa maana yake unatumia Ulanzi kama kitu cha kuwaburudisha ili waweze kufanya kazi kwa juhudi. Na unalima nini baba? Ni mahindi tu na viazi. Mahindi tu na viazi. Na hayo mahindi na viazi ndio vinakusaidia kuishi? Yani kusomesha watoto na kila kitu na maisha mengine? Ni fundi kujenga. Kwa hiyo unafundi kujenga, unalima, unafanya shughuli mbalimbali, si ndio? Lakini na hujaacha kugema Ulanzi. Ulanzi huaga unagemea, yani nani aliyekufundisha kwenye hii taaluma ya kugema Ulanzi? Toka muda mrefu. Sababu kipindi cha babu. Gema nikaacha. Ulikuwa na gema ukaacha, then ukaja na baadaye ukaja ukalisi. Na ile eneo ni la nani? La nyinyi wenyewe. Na mnaviendeleza vitindi. Haina shida. Mimi kuna mtu kutoka Kenya, si ndio? Anasema ana hekali karibia 50 na kitu za mianzi, lakini haitoi Ulanzi. Kwa hiyo tunaendelea kuwasiliana naye, si ndio? Ikiwezekana aje ajifunze kwenu nyinyi namna ya kutusaidia mianzi toe Ulanzi, lakini hatojifunza bure, atawalipa. Na kwa bei nitakayomtajia mimi, ikiwa ni kiwango cha chini, isipungue 500. Na hiyo mtapokea nyinyi, mimi sitaki hata senti 5. Kwa ajili ya mafunzo kuna namna ya kugema Ulanzi. So nilikuwa natamani tuone angalau hata unavyogema, hata angalau sehemu moja hivi ili tuweze kuchukua vizuri. Nini uhaga mnakata hivyo? Endelea. Tunakataza kwa ajili ya uweze kutoa povu wake, yani maji. Maji yatoke. Sawa. Kwa hiyo lazima ugeme asubuhi na jioni. Nilisikia kuna kitu kinaitwa kulemba. Sijui ina maana gani? Kulemba. Kulemba. Mimi nasema sijui mchana, sijui anakuja anafanya mara 3. Nayo pale kwenye muda. Kwa hivyo. Sababu kiasi kitakachokuwa kinatoka kingi inakuwa karibu sawa na asubuhi. Yani jioni na asubuhi inakuwa karibu sawa. Sasa. Ni bora zaidi. Sawa. Kwa uzoefu wako, si ndio? Sababu mimi nimeona babangu akiuza Ulanzi na of course alikuwa anaweza akakusanya watu wengi wanakuja wanakunywa. Na alikuwa anatengeneza pesa nyingi. Muda mwingine alikuwa anasaidia sisi kusoma.
na ilikuwa inamsaidia kuishi mae mwenyewe. Unawashauri nini labda vijana wanaoizalau hii kazi na kuona nyinyi wazee ambao, nakumbuka ile siku ya kwanza nimekutana na wewe nikakwambia naomba nikupige picha, ukasema ni kweli unipige mimi kazi hii ya uzalilishaji, kazi ya hovyo hii? Kwa nini unafikiria kwamba watu wanaiona hii kazi ni ya hovyo? Kwa sababu ni ya kilevi, sawa. Kwa wengine wanaogema ulanzi mwingi ni watu wanasomesha hata watoto shule nini na nini. Sababu nakumbuka kulikuwa na babangu mdogo. Watoto wengi wamesoma kwa kupitia ulanzi. Wamesoma kupitia ulanzi. Wamesoma kupitia ulanzi tu. Ni babako mdogo amesomesha kupitia ulanzi tu. Yaani amewasomesha wao. Kwa maana yake hata vijana kama tukaanzisha mradi wetu, si ndio? Labda tukasema labda hapa Mafinga kajitokeza kijana mmoja aliyesoma hadi chuo kikuu, aliyesomea mambo ya vyakula na nini, usindikaji na nini, si ndio? Akaungana na wataalamu wa SIDO, wale wa SIDO wa usindikaji wa vyakula, si ndio? Tukaanza akawakusanya nyinyi wagema ulanzi wote, si ndio? Akawapa elimu vizuri namna ya kugema ulanzi mzuri, si ndio? Alafu hatuwezi tukatengeneza kiwanda chetu cha ulanzi alafu zikawa zinasafirishwa hadi zinauzwa. Hauoni kama inawezekana hilo? Hilo linawezekana, labda tu ni taratibu za fanya mashine zile zitakazokuwa zinasindika ule ulanzi ili kugeuza. Yaani uboreshaji zaidi. Uboreshaji. Na hapo naamini serikali yetu ingekuwa inatuwezesha. Kwa mfano tunasikia kuna ile mikopo ya 10% ya vijana ile na wazee, si ndio? Vijana walemavu sijui na kina mama, si ndio? Mimi nilikuwa na wazo, si ndio? Baada ya kusema ile mikopo tuwape vijana na walemavu, si ndio? Wafanye shughuli, si ndio? Waje wakae na nyinyi wazee kama nyinyi ambao mnagema ulanzi, wale wanaoponda vyuma wale kwa kutumia ile njia asili, si ndio? Wakae na nyinyi wawasikilize mawazo yenu. Wakishawasikiliza mawazo yenu, wawapatie hizo pesa, sio wawapatie kama mkopo, wawapatie mboreshe. Mimi naamini hata kwa saizi hivi, kwa mfano mzee wangu, si ndio? Wewe unagema labda lita 5, mwingine lita 10 sehemu fulani, si ndio? Alafu then mkaungana nyinyi wote, si ndio? Akaja yule afisa maendeleo ya jamii akawaelimisha. Serikali ikawajengea kilabu kimoja kikubwa cha kitalii na kila kitu, si ndio? Alafu tukaanza kutangaza utalii wa wazungu wakawa wanakuja kunywa ulanzi Mafinga. Kwa wazee, yani kwa wazee mnakaa wazee mnakutana, si ndio? Na mtalii akija mmoja analipa karibia hadi 2,500,000. Kuangalia zaidi ya 2,500,000 hadi 10,000,000. Wanaofanya kazi hapa wanalipa kwa wazungu wanalipa hadi 20,000,000. Hasa sisi katika yao mahela mengi, si ndio? Nyinyi pale wazee kweli mngekosa, mngeshindwa kujiendesha nyinyi wenyewe. Maana yake ulanzi ungekuwa unasaidia, si ndio? So tuombe Mungu pia na serikali yetu iweze kuwaona wazee kama nyinyi, si ndio? Labda mimi nitamani utoe neno la mwisho kwa vijana ambao wanaizalau hii kazi. Neno la mwisho kwamba wanaoizalau hii kazi, neno la kuambia. Labda kwa vijana ambao wanaizalau hii kazi. Ni kazi yenye kipato. Kwamba haina kipato, inazalaulika lakini ina kipato, kwa sababu unaweza kuona ngema labda 2-3 unaweza kujipatia hiyo labda 30. Labda ni kila siku. Ndio. Na kiwango cha unachopata unachotoa kwa mwanzo. Hai, sawa. Nashukuru baba. Hii video nitaenda kuipandisha mtandaoni, lakini nitakachokifanya, si ndio? Sababu kuna watu waga wananichangiaga pesa wakiona video nzuri kama hizi, si ndio? Pesa watakayonichangia 80% nitakuja kuileta kwako. Hata ikiwa milioni 10, milioni ngapi watakao wamevutiwa, nitazileta kwako. Lakini nikizileta kwako, sitakuleta uzitumie tu, si ndio? Tutakaa chini. Hilo wazo la kuanzisha hicho kilabu cha Mafinga, si ndio? Kilabu cha kitalii cha kuuza ulanzi, ndio tutaanza kulitekeleza endapo kama watu watavutiwa kuguswa na hii video. Na hiyo tutaanza hata kwa kuweka toka kibanda kadogo tu, tutaweka usafi, tutaweka pale mimi na wazungu wengi, nitakuwa nawaelekeza wanakuja, hawatanunua lita moja kwa 1,000, si ndio? Watanunua lita moja kuanzia 50,000 na mpaka 100,000 huko. Kunywa huo ulanzi lita hii moja. Kwa then baadaye mpaka tunatarajia nyinyi wazee mnao kunywa ulanzi na nini, muungane muanzishe kiwanda, labda mchanganye ulanzi, asali, maziwa, then kipatikane kitu kingine kizuri. So ndo hiyo ndo maono yangu baba. Na ndo maana kurekodi, naomba turekodi tu vitu vichache. Ila jua tu hii video nitaipandisha mtandaoni kwa dhumuni hilo. Sawa, naomba turekodi tu.
So na umekuwa ukifanya kwa muda mrefu sana. So ndo mawazo yangu ndo hayo, lakini pia natamani hata vijana walio wasomi wa vyuo vikuu natamani niwaone wakigema ulanzi. Yaani hao ndo matamanio yangu ya nguvu kabisa yani. Wasomi wa vyuo vikuu niwaone wakigema ulanzi. Unajua watu hatujui hii ni fursa, ni utalii mkubwa. Wazungu wanakuja huku kuangalia hivi vitu. Lakini msomi wa chuo kikuu nakuta amekaa anacheza draft kule, si ndio? Lakini akijifunza kugema ulanzi na tukaja hilo na hilo wazo la kuanzisha hichi kilabu cha kitalii cha kimataifa ambacho kinatoa ulanzi uliochanganywa na maziwa, asali na vitu vingine ambao tunajua wataalamu wanaweza kufanyia utafiti, si ndio? Na ikaonekana huo ulanzi maybe unatibu au unasaidia kitu fulani. Tutapata watalii wengi sana watakuja na tutaendeleza sana hii teknolojia. Kwa natamani kuona wasomi wa vyuo vikuu wenye masters na degree wanaosubiri kuajiliwa wajifunze hata hizi kazi za kugema ulanzi. Sawa mzee wangu. Basi mimi nikushukuru sana. Nikushukuru sana kama nilivyoenda kukwambia kwamba hii video nitaenda kuipandisha mtandaoni, lakini kama mtu yote ataguswa na hii video, mapato atakayopatikana 80% mimi nitakuletea kwa ajili ya kutekeleza huo mradi. Asante sana. Sijui unaweza nikapata mawasiliano yako? Ndio. Haisi sawa. Nashukuru sana.